Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, mjambo, natumai pale ulipo umzima wa afya buheri. Karibu kwa dira za Machi 19, 2026. Mashariki mwa DRC tunakutangazia kwa mara tena. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Habari kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana wakati wa mazungumzo mjini Washington kuchukua hatua muhimu kupunguza mivutano. Wamekubaliana kuendelea na mkakati wa amani uliofikiwa mwaka wa 2025. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na mataifa hayo pamoja na Marekani. Ahadi hiyo mpya inakuja siku chache baada ya Marekani kuzidishia shinikizo Rwanda kuhusiana na mzozo huo kwa kuwekea malipizi jeshi lake na kuwanyima visa za kuingia Marekani maafisa waandamizi wa nchi hiyo ambayo wanatajwa. Mapigano katika eneo lenye utajiri wa madini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kurindima licha ya mataifa hayo mawili jirani kusaini mkataba wa amani na Rais Donald Trump mwaka jana. M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanadhibiti eneo muhimu katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutoke DRC tuende Tanzania, ambapo polisi nchini Tanzania imetuhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi kukandamiza waandamanaji wakati wa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Human Rights Watch inaonyesha kuwa watu 31 ambao hawakuwa sehemu ya maandamano waliuawa, huku vifo vya wengine 19 pia vikiorozeshwa kufuatia machafuko yaliyoikumba Tanzania. Shirika hilo linaitaka tume iliyounda na serikali kuchunguza vurugu za uchunguzi ifanye uchunguzi wa kina kuhusu matukio hayo ya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuwajibisha wahusika. DW Kiswahili ilisema. Mazingira. Chuo Kikuu cha Kiinjili barani Afrika EAA hivi majuzi kiliwasilisha njia za ubunifu na endelevu za udhibiti wa taka katika jiji la Bukavu. Haya yalifanyika wakati wa mkutano ulioandaliwa Jumatano Machi 18, 2026 kama sehemu ya mwezi wa kijani, mpango wa ushirikiano wa Uswisi kwa kushirikiana na vyuo vikuu, mashirika yasiyo ya kiserikali, ya kirahia, vyombo vya habari na wasanii. Mbele ya hadhira mbalimbali ikiwa ni pamoja na wanachuo, watoto wa shule na wawakilishi kutoka shule na makanisa mbalimbali, wazungumzaji waliwasilisha mipango iliyotekelezwa na Chuo Kikuu cha Agronomi na Ekolojia EAA kwa ajili ya usimamizi bora wa taka katika jiji la Bukavu. Miongoni mwa mipango hiyo, Profesa Kacho Karume aliwasilisha mradi wa Fabrabe unaozingatia usimamizi wa taka kupitia utengenezaji wa mashine maalum kwa ajili ya kutenganisha na kuweka kidijitali michakato ya udhibiti wa taka. Aliwataka wananchi kukusanya, kuchambua na kusaga taka nyumbani ili kuchangia katika utunzaji wa mazingira bora. Profesa Nabintu Ndusha alizungumzia uzalishaji wa mboleo na kibiolojia kutokana na taka za majumbani. Mpango huu unalenga kuongeza mavuno ya wakulima wa ndani kwa kutumia bidhaa za kilimo hai. Bidhaa hizi zinatengenezwa ndani ya mfumo wa mradi wa uvumbuzi wa kiumbe katika kitivo cha kilimo na mazingira cha EAA.
Kwa upande wake, Profesa Gustave Nachigera alisisitiza nafasi ya wanawake katika usimamizi wa taka katika jiji la Bukavu. Alisema kuwa wanawake ni wahusika wakuu katika usimamizi endelevu wa taka ngumu mjini Bukavu. Pia katika mkutano huo, mkurugenzi wa ushirikiano wa Uswisi Bwana Thomas Jenatsch alihimiza IAA katika mipango yake ya kulinda mazingira na kutoa wito kwa wakazi kuchangia ulinzi bora wa mazingira. Ikumbukwe kwamba tukio hili lilimalizika kwa ziara ya kuongozwa na mipango mbalimbali iliyotekelezwa na IAA katika usimamizi wa taka mjini Bukavu na maeneo yake jirani. Habari za kijamii. Wanawake nchini DRC wanadai kushiriki kikamilifu katika mchakato wa amani na makubaliano ili kuleta malalamiko ya wanawake na wasichana mbele ya mijadala hii. Walisema hayo wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi wa usambazaji wa taarifa kuhusu mikataba ya amani na taratibu za mashariki mwa DRC. Katika mkutano uliokutanisha makundi za wanawake 15 nchini DRC, wanawake na wasichana wameonyesha kukatishwa tamaa na kutokuwepo kwa wanawake katika majadiliano na makubaliano katika nguvu zote. Kwa mujibu wa wanawake, hali hii inasikitisha wakati wao wana jukumu muhimu nchini. Mwanamke akisha kuwa informe naye ataparticipe kila kitu a partir ya ku village, ku groupement, ku chefferie mpaka ku territoire. Na pale naweza kuwa na contribuer mu marenyo zote zinaweza pitikana juu ya kusaidia ujenzi. Kushirikishwa kwa mwanamke katika harakati za amani, kwangu binafsi kuna mafaa 4 kamilifu. Mafaa ya kwanza, kushirikishwa kwa mwanamke kunastawisha amani, sababu harakati zote ulimwenguni ambamo wanawake walishirikishwa zilionekana kuwa harakati ambazo zinadumu miaka mingi na zinakawia sana. Kushirikishwa kwa mwanamke katika harakati za amani kunasaidia kusikiliza vizuri chanzo kamilifu za shida na matatizo ya vita ambayo imejitokeza, na kunapelekea kuleta suluhisho kamilifu ambazo zinasaidia kuleta amani ya kudumu. 3, kwenye ngazi ya usalama, kushirikishwa kwa mwanamke katika harakati za amani kunasaidia kukinga, kunasaidia kutibu ujeuri wowote ambao unatendeka dhidi ya mwanamke. Mwanamke ni mtu kadhaa ambaye anaguswa sana na vita, na ni yeye ambaye anaweza kuleta suluhisho kuhusu vita ambayo imemkumba yeye na jamii yake. Ikumbukwe kwamba njia kadhaa za suluhu zimependekezwa na wanawake wa Kivu Kaskazini na Kusini kama mchango wao katika kukabiliana na hali hii. Mazingira. Wakazi wa jiji la Bukavu wanahimizwa kuchangia kupunguza taka ili kusaidia kulinda mazingira. Rufaa hii ilizinduliwa na Bi Blandine Bahati, mkuu wa kituo kidogo cha kuchakata taka Kaya Kalamo Kayaya, ambayo inamaanisha maisha mapya, wakati wa mahojiano nasi mnamo Alhamisi Machi 19 kando ya siku ya urejeshaji duniani inayosherekewa kila mwaka mnamo Machi 18. Bi Bahati alieleza kuwa kile ambacho watu wanakichukulia kuwa taka zinaweza kutupwa au taka zinazosaidia kutengeneza zinaweza kutumika tena na kutumika kutengeneza bidhaa endelevu au rafiki kwa mazingira. Alitoa wito kwa watu kufuata mazoea ya kuwajibika kwa mazingira ili kulinda asili na kurejesha taswira nzuri ya jiji la Bukavu. Alisema, tunatafuta kuonesha watu wote wa mji wa Bukavu na wa mbali kuzitia Bukavu wote ambao wanatusikia kama ile yenye abo banatupa kwa leo, ile bitepe inaweza leta vitu ambavyo vinadumu, vitu ambavyo vinakinga mazingira na vitu ambavyo ni vya kiana. Na hatuone tu hiyo ngambo ya kutosha vitu, tunaona osi ngambo ingine ya kusaidia ulinzi wa mazingira yetu, kusaidia ulinzi wa mazingira mkupunguza kwa hiyo buchafu ambayo inatupiwa wala inalunguziwa kila mara, na mkusaidia ulinzi wa mazingira inapatia pia wamama kazi na inaleta franka kidogo ndani ya jamaa. Mazingira tu.
Kuchangia katika kuboresha udhibiti wa taka mjini Bukavu kupitia uhamasishaji wa raia ndiyo lengo la matangazo ya umma inayoandaliwa na kundi la media mnamo Jumapili, Machi 22 mwaka 2026 kwenye nafasi ya Stadiume Buolo ya Ine katika manispa ya Kadutu. Tukio hili ni sehemu ya mwezi wa kijani iliyoandaliwa na ushirikiano wa Uswisi kwa ushirikiano na vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wasanii. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Alhamisi Machi 19 mwaka tulimo. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Alhamisi Machi 19 mwaka 2026, Bi Silvina Bintu alisema kituo kikuu cha Media Bloke alieleza kuwa matangazo haya ya umma yanawapa wakaazi jukwaa la kutoa maoni yao kuhusu masuala ya mazingira na kupendekeza ufumbuzi utakaolenga jiji la Bukavu. Akichukua fursa hiyo kutoa wito kwa umma kushiriki kwa wingi katika matangazo hayo, maingiliano ya umma yaliyopangwa kufanyika Jumapili Machi 22 katika Stadiume ya Buolo 4 kuanzia mida ya saa 6:30 za mchana. Alisema tarehe 12 ya mwezi huu kunako Stadiume ya Buolo ya Ine kunaandaliwa kipindi ya hadharani tunaita emission publique, na ambayo tunaalika wakaaji wote wa Kadutu kwa namna ya kipekee, kata Chimpunda, Mosala, Kasali, Kachangu na kwa jumla wakaaji wote wa Bukavu kuhudhuria wengi kunako mkutano huo ama kipindi ya hadharani ambayo itaanza pa saa 6:30, na tutazungumzia kuhusu mambo ya mazingira kwa sababu kila mmoja wetu anakuwa na jukumu lake, kila mmoja wetu anakuwa na kazi kwa kupelekea tena mji wetu kuwa safi na kupelekea pia mpango huu wa Cooperation Suisse ambao unalenga kurudishia mji wa Bukavu image yake, kurudishia mji wa Bukavu ile hali yake ya kimajani irudie kama kawaida. Na ni kusema kwamba mtu mmoja hawezi, lakini sote kwa pamoja, wakaaji, viongozi, miungano mbalimbali ambazo zinatumika katika sekta ya mazingira na sisi wapasha habari, tukijiunga kwa pamoja, nguvu zetu tuziweke pamoja, tutafikiria lengo na mpango huu Moi Vert itakuwa ikifaulu. Habari za ulimwengu. Nchini Morocco, kupanda kwa bei ya mafuta kunasababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi huko Rabat na Saleh. Madereva wengi wa magari walikimbilia kwenye vituo vya mafuta ili kukabiliana na ongezeko la bei lililohusishwa moja kwa moja na mvutano wa Mashariki ya Kati na bei tete ya mafuta. Dizeli imeongezeka kwa takribani dirham 2 wakati petroli imepanda kwa dirham 1.5. Ongezeko hili la haraka linasababisha mistari mirefu isivyo kawaida katika vituo kadhaa, ikifuatia wasiwasi unaoongezeka wa watumiaji kuhusu gharama za maisha. Kwa wataalamu wa usafiri, hali hii ngumu sana. Madereva wa teksi walio mstari wa mbele wanaona gharama zao zikipanda bila kuwa na uwezo wa kupitisha nyongezo hizi kwa wateja wao kwa urahisi. Baadhi ya ripoti ilipungua faida na hisia ya kufanya kazi hasara. Katika muktadha huu wakati mazoea ya kutiliwa shaka pia yanaripotiwa, baadhi ya vituo vya mafuta vimesimamisha mauzo kwa muda au kutelekeza bei hizo mpya kabla ya kuanza kutumika rasmi, jambo ambalo limezua hali ya kuchanganyikiwa na kutoeleweka hasa kwenye mitandao ya kijamii. Tangu kufunguliwa kwa soko la mafuta mwaka wa 2015, bei zimewekwa kwa huruma na wasambazaji kulingana na bei za kitaifa. Mfumo huu unawaweka wazi watumiaji wa Morocco moja kwa moja kwa mabadiliko ya soko la kimataifa. Zaidi ya mafuta, ongezeko hili la bei linaathiri uchumi mzima. Gharama za usafiri zinapanda na kusababisha bei ya juu ya chakula na huduma kushuka, huku kwa mfumuko wa bei hatarishi kaya maskini zaidi. Katika nchi inayotegemea sana uagizaji wa nishati, mivutano ya kijiografia haswa katika Mashariki ya Kati na karibu na lango la Hormuz
inahatarisha moja kwa moja bei kwenye pampu. Yalikabiliwa na hali hii, mashirika kadhaa ya kiraia yanatoa wito kwa kuchukua hatua za dharura kama vile udhibiti wa bei wa muda au usaidizi unaolengwa ili kupunguza hatari kwa watu walio hatarini zaidi. Tutamatishe na habari za soka. Rais wa kanda la Afrika Patrice Motsepe amejibu tuhuma za ufisadi zinazotolewa na Senegal baada ya kupokonywa ubingwa wao wa AFCON miezi miwili baada ya fainali yenye utata. Senegal ilijibu kwa hasira ikisema itakata rufaa katika mahakama ya usuluhishi katika michezo, huku serikali huko Dakar ikiingilia kati na kushutumu CAF kwa ufisadi. Motsepe amekanusha makosa yoyote kwa upande wa CAF akisema kuwa majaji wenye tajriba kubwa na wanasheria kutoka Afrika walijumuishwa kwenye kamati ya rufaa. Amesema CAF itaheshimu uamuzi unaoendeshwa na CAF kuhusu rufaa inayopangwa kuwasilishwa na Senegal. Je, unakubaliana na Motsepe? DW Michezo ilisema. La ziada tu na mtazamaji wa Fizi News 24, tukiwa Machi ya 19, 2026. Ni hapo tunatamatisha matangazo ya leo. Shukrani kuwa nasi mwanzo hadi tamati wa matangazo. Tukutane siku nyingine, Mwenyezi Mungu akipenda. Tunakutakia mazuri. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.